In the church, ndani ya we kanisa don't need CID. hatuhitaji We wapelelezi. want people who have come. Tunataka watu ambao They wamekuja have been beaten out na there kule nje wamepigwa vita by the devil. na shetani. People are suffering. Watu wanateseka, They are in trouble. wako katika shida, Some don't sleep in the night. wengine hawalali hata usiku, They go through. Night is just blank. wanapitia usiku wa mateso. The whole night they cry. Usiku mzima ni kilio, They can't see the joy of living. hawawezi kuona furaha ya maisha. Some have been rejected by their families. Wengine wamekataliwa na jamii They are zao looking for a family. na wanatafuta familia, They are looking for a place where they can be accommodated. wanatafuta mahali ambao wanaweza A pokelewa, place they can call home. mahali ambapo wanaweza ita nyumbani. And then they run to Jesus to Sasa judge. wanakimbia kanisani kwa Yesu. Acts chapter 11, we read from verses 19 down to 24. Matendo ya Mitume sura ya 11 mstari wa 19 mpaka 24. The Bible says, now those who were scattered because of the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except Jews. I want you to underline that one. Speaking the word to no one but the Jews. That's powerful. Amen. 20. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch spoke to the Hellenists also. That is powerful. You can underline that one. Spoke to the Hellenists also, preaching the Lord Jesus, and the hand of the Lord was with them. And a great number who believed turned to the Lord. 22. The report of this came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he came and saw the grace of God, you underline that one, saw the grace of God, he was glad, and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. 24. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a great many people were added to the Lord. 25. So Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he had found him, he brought him to Antioch. For a whole year they met with the church and taught a great many people, and in Antioch the disciples were first called Christians. Father, we thank you in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu Kristo Speak to us today. nena nasi siku This ya is leo, your word written by the Holy Spirit, ili neno lako liandikwa na Roho that Mtakatifu. nobody understand unless your Holy Spirit. Hatuwezi elewa bila Roho Mtakatifu. Open our understanding, Fungua ufahamu give wetu, us knowledge, tupatie hekima, insight tupatie to kuelewa, understand the scripture. tuweze kuelewa maandiko. Receive glory, O God. Pokea utukufu In Mungu, Jesus' name we pray. katika jina la Yesu Kristo. Can we tunaomba. say amen? Amen. After reading what we have just read, Baada ya kusoma haya maandiko, I've come up with a different component element that we can share on the basis of this particular scripture. nimetengeneza vipengele kadhaa ambazo tunaweza tukaviongelea kwa ajili ya maandiko. And I want you to see what is happening. The sequence is how the writer is trying to bring something to our knowledge. Na basi nataka uone utaratibu wa matukio, vile mwandishi anatuelezea vile mambo yalikuwa. People who went first at Antioch spread or shared the gospel only to the Jews. Watu ambao walifika kule Antioch wa kwanza walipeana ujumbe wa habari njema kwa Wayahudi peke yao, So they eliminated other people from the gospel. na wakabagua watu wengine kando na Injili. They didn't care about others. Hawakujali kuhusu watu wengine. They gave the gospel to the Jews alone. Injili walihubiri kwa Wayahudi peke yao. Now, that is a kind can give us a shade
we can understand something from here. We can see discrimination. Basi hapo tunaona kwamba inatupatia mwangaza wa kuelewa kwamba kulikuwa na ubaguzi. And then, when the people came now from Cyprus, went to Antioch, shared the gospel to everybody, including the Greeks. Sasa watu ambao walitoka upande wa Cyprus wakaenda Antioch, sasa wakaweza kuhubiri injili kwa watu wote, hata kwa Wayunani. Now there you see that there is a accommodation. Everybody is brought on board. The gospel is released to every person without discrimination. Basi katika kile kiwango unaona kwamba kuna kujumuishwa kwa watu wengine na kila mtu analetwa katika hii huduma. And then number 3, the Bible says now the news spread, reached Jerusalem. They knew what was happening in Antioch. Alafu kitu ya tatu ni kwamba injili ikasambaa mpaka Yerusalemu na wakajua ni nini ambayo inaendelea kule. Not injili, the news went to Jerusalem. Habari hii ikafika kule Yerusalemu. So they now sent Barnabas to come and encourage the church. Kwa hivyo sasa wakamtuma Barnaba akuje kutia kanisa moyo. So here we get the third element, which means that people who opened or started the church in Antioch were not apostles, but just ordinary believers. Kwa hivyo tunaona kipengele cha kwanza ya kwamba watu ambao walianzisha kanisa la Antioch pale hawakuwa mitume, walikuwa washirika wa kawaida. Now, when Barnabas came and saw the grace, he went to Tarsus to get Paul. Kwa hivyo wakati Barnaba alikuja akaona ile neema, akaenda kule Tarsus kumchukua Paulo. So now, there you see the fourth element, that in this church, the church could embrace everybody. You know, even when Barnabas came, they didn't fight him, they received him. Now, when Paul came, was brought by Barnabas, he was also received. Basi tunaona kipengele kingine pale ya kwamba sasa kanisa likaanza kumpokea kila mtu. Ndiposa Barnaba na Paulo wakati ambao walijiunga na wao hawakumfukuza, walimkubali. So they spread the gospel until Antioch became the center of Christianity Kwa in the hivyo second century. wakasambaza injili mpaka Antioch ikakuwa ndi kituo cha usambazaji wa injili. So now I want to go into all this. I've just given you these points. We can discuss, and then God is going to bless us. Basi nataka tuipitie hizi vipengele zote ambao tumeziongea, alafu sasa Mungu atatubariki. And remember, the main topic is the exploit of excellence. Alafu kumbuka ya kwamba tunaongea kuhusu mambo ambayo yanatokana na ubora. The exploit of excellence. Mambo ambayo yanatokana na ubora. Now, point number 1, the church was planted by ordinary men, not apostles. Kitu ya kwanza, kanisa lipandwa na watu ya kawaida Not apostles. na sio mitume. Often we tend to think that, okay, only apostles, only pastors, only evangelists can plant church. Mara nyingi tunafikiria kwamba maapostles ni wale ambao wanafaa kupanda makanisa. The church is, everybody is concerned about the church or the work of God. Kila mtu amehusishwa katika hii kazi ya Mungu. Everybody must serve God in any capacity according to the gift of the Holy Spirit. Kila mtu anafaa atumikie Mungu katika kiwango chochote kile ambacho Roho Mtakatifu amemwezesha. Churches that prospers is churches where people understand their personal role in the kingdom. Kanisa ambalo linafaulu, kanisa ambalo linaongezeka ni mahali ambapo kila mshirika anaelewa kazi yake ndani ya ile ufalme. Often in my mind, I do think about church. Mara nyingi katika mawazo yangu naliwaza kanisa. Sometimes I think about Resurrection Temple. Wakati mwingi hata nafikiria kuhusu Resurrection Temple. Sometimes I think if I'm not there today, what will happen? Na wakati mwingine hata nawaza, na kama siko leo ni nani ambaye itafanyika? Because I'm not eternal. Ya kwa sababu sitaishi milele. I live within time and space. Ninaishi katika muda kiasi. So I try to think, Kwa hivyo nafikiria, if one day I'm not there, iwapo siku moja sitakuwa, something happens that I'm not there. kitu itendeke tu ya kwamba mimi siko, So what will happen? basi tukio litakuwa vipi? Are we going to continue? Je, hamtaendelea? So to continue, we have to understand these things. Basi ndiposa tuendelee, lazima tuelewe haya mambo. I was called to the kingdom without my personal plan. Niliitwa katika ufalme bila kukuwa na mpango wangu. Jesus called me, I answered yes. Yesu wakati ambao aliniita niliitikia tu ndio. And then I came to the Lord and I've been serving him since. Na nikaingia kwa Yesu Kristo na kutoka ile siku sijawahi rudi nyuma. Always I could feel fire inside me to preach the gospel. Wakati wote ningehisi moto ndani yangu ya kuhubiri injili. And I started preaching without the approval of my pastor. Na nilianza kuhubiri kama hata wachungaji wangu hawajui. I will come and tell my pastor, Nakuja naambia mchungaji wangu,
I've preached to 3 people. nimehubiria watu watatu They have given their lives to Jesus. na wamepeana maisha yao kwa Kristo. Can we go and show you the people? Twende nikuonyesha wale watu. So I will take my pastor there. Kwa hivyo nachukua mchungaji wangu I pale present people to him. na mimi nampatia washirika ambao Born wameokoka, again already. watu ambao wameokoka tayari. Sometimes I speak to people Wakati mwingine nahubiria watu and bring them to church. na nawaleta kanisani, I tell my pastor, naambia mchungaji wangu, these are new members. hawa ni washirika wapya. Our church was packed. Kanisa letu likawa limejaa, We have overflow. tuko na kufurika kwa watu, Because I had a group of young men. kwa sababu nilikuwa na kikundi ya vijana, I will take them. naenda na wao, We go do ministry. tunaenda katika We huduma, pray for sick people. tunaombea We wagonjwa, chase away demons. tunafukuza I mapepo. was just aggressive. I was mad Nilikuwa about Jesus. kichaa kuhusu Yesu, Yeah, I was fiery that you cannot stop. nilikuwa moto ambao huwezi ukauzima. Even now, you cannot stop me. Hata saizi huwezi zima moto ulio ndani I'm yangu. just dangerous. Mimi ni hatari. Bwana asifiwe. Praise the So Lord. that's what I am. Hicho ndicho nilicho. You can understand that in my life, I've never worked for a company. You can understand. Fikiria wakati ambao nakwambia kwamba sijaifanyia kampuni yoyote kazi katika maisha yangu, basi You utaelewa. understand. Basi utaelewa. This is the only company I know. Hii ndiyo kampuni ya pekee ambayo najua, The company of Jesus. kampuni ya Yesu The Kristo. only boss I've ever known Ule mkubwa nishawahi jua is the boss Jesus. ni Yesu Kristo. The CEO Jesus. Huyu ndiye CEO. Hallelujah. Amen. So they went to preach the Sasa gospel. wakaenda kuhubiri Injili They were not sent by anybody. na hakuna mtu ambaye aliwatuma. There is trouble in Jerusalem. Kuna tatizo pale Yerusalemu, People are running here and there. watu wanatorokea huku na kule. Philip will go to Samaria and preach the gospel. Filipo anatorokea Samaria anahubiri kule, And then some people will go up to Antioch. na wengine wakaenda mpaka mbali, mpaka Antioch, And some Jews will do discrimination, na Wayahudi wengine wanafanya ubaguzi, preaching the gospel to Jews only. wanahubiria Injili Wayahudi wenzao. But people from Cyprus, Lakini watu wa kutoka kule Cyprus, I don't even know who sent them. sijui hata nani ambaye aliwatuma, They were just disciples of Jesus. walikuwa tu wanafunzi wa Yesu. So they went to Antioch, Kwa hivyo wakazuru mji wa preaching Antioch the gospel to everybody, na wakaenda kuhubiria kila mtu, to the Hellenists. hata kwa watu ambao hawamjui Mungu. When we hear Hellenist, it means people with a Greek background. Wakati unasikia watu wale ni watu ambao wako na asili ya Kiyunani. So even the Greeks were brought to the kingdom, Kwa hivyo hata Wayunani wote wakaingizwa katika Injili and other people. na watu wengine. So no discrimination. Sasa pale hakuna ubaguzi tena. Bwana asifiwe. Amen. So when we talk about excellence Wakati tunaongea kuhusu ubora and the exploit of excellence, na matukio, mambo ambayo yanatokana na ubora, it happens when people understand the essence of Christianity. Ukristo wenyewe ni nini? Ukristo ni nini? What is Ukristo? They understand the essence. I mean the core, the things that make Christianity. wakati ambao wanaelewa kiini hasa ambacho kinaleta Ukristo, Bwana kinasababisha asifiwe. Ukristo. Because Amen. sometimes we don't understand what Christianity means. Kwa sababu wakati mwingine hatuelewi Ukristo maana yake ni nini. We think Christianity is hallelujah, being holy, going to church, being humble, you sit down, follow routine. That's Christianity. Wakati mwingine unafikiria kwamba Ukristo ni kusema haleluya, kuketi chini, kupiga makofi, kufuata tu taratibu wa ibada wa kanisa. So the church of Antioch is a powerful example for us to understand what church is. Kwa hivyo kanisa la Antioch ni mfano bora wa kuelewa Ukristo maana yake ni nini. One, it is planted by people who are not Christians. Apostles. Kitu ya kwanza imepandwa na watu ambao hawakukuwa ni wanafunzi, Common believers. waaminio tu wa kawaida. You as a believer, Wewe kama mwaminio, what do you do for the kingdom? ni nini ambacho unafanya kwa ajili ya ufalme? What impact are you bringing in the kingdom? Ni mguzo kiasi gani ambao unaweka katika ufalme? How many people are you touching with your life? Ni watu wangapi ambao unawaguza na maisha yako? You as a person. Wewe binafsi. You can see somebody is born again. Naweza ona mtu ambaye ameokoka, He has been in salvation for 5 years. amekuwa katika wokovu miaka 5, He has never won one soul to Christ Jesus. hajawahi hubiria mtu mmoja akaokoka ndani ya ufalme. Just one soul. Mtu mmoja tu. And then you are in the kingdom. Alafu wewe uko ndani ya ufalme. You say I'm going heaven. Ya unatumikia Mungu ende mbinguni. Bwana asifiwe. Amen. There is no heaven Hakuna mbingu when we don't preach the gospel. wakati hatutahubiri Injili. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Heaven is there when we preach the gospel. Mbingu itakuwepo kwetu wakati ambao tutahubiri Injili. Because when we preach, Jesus is coming soon. Kwa sababu tukihubiri Injili, Yesu basi atarudi kwa haraka. The Bible says in Matthew chapter 24, and this gospel of the kingdom will be done what?
will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations. And then, and what? And then the end. And what? And then, what does it mean? Na maana You yake are ni- an Englishman. And then, what does it mean? It means after that. Inamaanisha baada ya hiyo. Bwana asifiwe. Praise the And Lord. then. Baada ya hiyo, So if we do not do what is written there, basi tusipotimiza haya to maandiko, spread the gospel rapidly, kuweza kuhubiri injili kwa njia kubwa, we are going to delay even the coming of Jesus. sisi tutaweza kuchelewesha kuja kwa Yesu mara ya pili. So we say we want to go heaven, but we are doing nothing for heaven. Tunasema ya kwamba tunataka tuende mbinguni, lakini hatufanyi chochote ambacho I kinahusiana na told mbingu. you, there is nothing important in this kingdom like winning souls to the Lord Jesus. Hakuna kitu mzuri sana katika hii dunia kama kuokoa nafsi kwa ajili ya Yesu. Sometimes we pray God for money and also we pray for souls. So tunaambia Mungu, Mungu nipe pesa, na anakuambia na wewe nipe nafsi. Amen. Do you understand that? Tunaelewana sasa? God give me money Mungu nipe pesa, and God says give me souls. na Mungu anakuambia kwamba nipatie nafsi. Oh God, put money in my hands. O Mungu, weka pesa mikononi mwangu. Oh you man, put souls in my hands. Kwambia wewe mwanadamu, basi weka nafsi katika mikono yangu. So muna draw 0-0. Bwana asifiwe. Amen. Because God counts. Souls are number one before the eyes of God. Kwa hivyo wakati ambao Mungu anahusika, nafsi ni kitu ya muhimu sana, ni nambari moja. So the church was planted by believers who understood their Christian responsibility. Kwa hivyo kanisa hili likapandwa na waaminio ambao walielewa wito wao ndani ya Ukristo. Yesterday I was here in office the whole day. Jana nimeshinda hapa kwa ofisi siku And mzima. then in the evening around 6, Alafu jioni saa 12 I came here because I had people playing music. nikakuja hapa sababu nilisikia watu wakicheza muziki. And then I found some brothers Alafu nikapata wadugu trying to fix some speakers. wanajaribu kuweka hizi speaker. And me as a pastor, I didn't buy those speakers. Na mimi kama mchungaji sikuwa nimenunua zile speaker. So I said, where are these coming from? Sasa nikawauliza, na hizi speaker zinatoka wapi? And they told me, so and so brought these speakers. Wakaniambia ni fulani ambaye alizileta. I felt happy Nikafurahi to see that there is somebody who can just think about the kingdom nikaona kwamba kuna mtu ambaye anaweza fikiria kuhusu ufalme on his own. peke yake tu. We just think about the kingdom Anafikiria tu kuhusu ufalme and do something for the na kingdom. anafanya kitu kwa ajili ya You ufalme. don't need anybody to tell you. Hauhitaji yeyote kukuambia So you chochote. feel that burden. Kwa hivyo unahisi ya kwamba uko na mzigo. Bwana asifiwe. Praise the Lord. That's what you call Christianity. Hiyo ndio tunaita Ukristo. Sometimes we try to understand, okay, a pastor ni kama musululu. Mnajua musululu? Mulongo. Mnajua mulongo? Sasa mimi nitamiambia nini? It's like people standing in the queue. Ni kama watu ambao wamesimama foleni, The pastor is there mchungaji ako pale and others are there. na wengine wako kule mbele. So they will do nothing Kwa hivyo hawatafanya until chochote the pastor gives command. mpaka mchungaji apeane amri. The kingdom of God does not work that way. Ufalme wa Mungu haufanyi kazi vile. You go out there. Wewe toka enda pale Tell your nje. neighbor about Jesus. Ambia jirani yako kuhusu Tell Yesu. your colleague Jesus is coming soon. Ambia kuhusu marafiki yako ya kwamba Yesu yuaja hivi karibuni. Life on earth without Jesus is bure. Maisha hapa duniani bila Yesu ni bure. God can give you all the money on earth. Mungu aweza kupa pesa zote hapa duniani. If you don't have Jesus, it is bure. Kama una Yesu basi ni bure, Kweli ama hapana? si ndio? Look at big people are dying. Ona watu wakubwa wanakufa. People with renown, people who are known worldwide, Watu ambao wanajulikana dunia mzima. people who have occupied big posts. Watu ambao washaishikilia nyadhifa kubwa sana. When they die, they become useless and irrelevant. Wakati wanakufa wanakuwa kwamba hawatambulikani sana, wanakuwa bure Whatever kabisa. you are on earth, Chochote ambacho uko duniani, president of a republic, CEO, engineer, big businesswoman, politician, MP, minister, doctor of philosophy, whatever you become, is just bure if that you are cannot serve God's purposes. chochote ambacho utafanyika hii maisha, ikuwe ni msomi, ikuwe ni mwanabiashara, ikuwe ni mwanasiasa, kama utimizi lengo la Mungu katika maisha yako inakuwa bure. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. So think about God.
Fikiria kuhusu Think Mungu. about Jesus. Fikiria kuhusu Yesu. Even in your bedroom, Hata ukiwa in umelala your own house, katika nyumba in yako, whatever you are doing. katika chochote ambacho These unafanya, people spread hao watu wakaweza and kuhubiri they proclaimed na Jesus. wakatangaza Yesu. Point number 2, Jambo la pili, in their ministry there is no discrimination of nationality. katika huduma yao hakuna ubaguzi wa mataifa There mengine, is no discrimination of tribes. hakuna ubaguzi wa No makabila, discrimination of color. na hakuna ubaguzi wa rangi, No discrimination of na education. hakuna ubaguzi wa kiwango cha elimu. You know, they don't care about your social status. Hawajali kiwango chako katika jamii. They made sure the gospel spread to every person. Walihakikisha kwamba injili imesambaa, imefikia kila mtu. Give us Act of Apostles chapter 13 verse 1. I want you to see what is happening here. Nataka uone matukio hapa vile This is a inatendeka. fantastic church. Hili ni kanisa mzuri The sana. Bible says now, there were in the church of Antioch prophets. You see plural. Prophets. You see teachers. Plural. And then Barnabas. You see now Simon, who was called the nigger. The guy was dark. A black guy from Africa. They didn't discriminate him. Oh, because you are nigger. You are Negros. You are black. You don't belong here. He was accommodated. They loved him. See, sometimes we here, Unajua wiki mwingine hapa we become tribalistic. tunakuwa watu wa ukabila sana. If the pastor is Muluya, every member Muluya. The pastor is Mujaluo, every member Mujaluo. The pastor is Maragoli. every person is, the pastor is Kikuyu. Every member is, the devil is a liar. The church of Antioch is a powerful example. Kanisa la Antioch ni kanisa la nguvu sana. Even blacks were accommodated. Hata watu weusi walikuwa We pale want a ndani. church where Jesus Christ is Lord. Tunataka kanisa ambapo Yesu Kristo ni Bwana. If you have gift, we receive you and we give you opportunity to serve the body of Jesus Kama Christ. uko na kipawa tunakupokea na tunapatia kazi kwa ajili ya kazi ya I thank Yesu. God for our church. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kanisa When letu. you look at our church, Ukiangalia kanisa letu, even look at our pastors, hata ukiangalia wachungaji wetu, you see Gideon Kidego utaona Gideon Kidego, from Coast. umetoka kule upande wa pwani. You see Florence Utaona Pastor Florence from where? from Rift Valley. From Rift Valley. Amen. You see Nani? Pastor Pastor Macharia Macharia from Central. from Central. You see Tenguyoka from Eastern. Hallelujah. Amen. Msambena mikalikali na moto. Amen. So you see, you have that, you know, this is what you call church. Hili ndio tunaita kanisa. The church of Antioch. Kanisa la Antioch. No discrimination. Hakuna ubaguzi. Bwana asifiwe. Praise the That's Lord. why you see the impact of the church of Antioch was just amazing. Ndio sababu unaona matokeo ya kazi ya kanisa la Antioch ilikuwa kubwa sana. Jesus said, start gospel in Jerusalem, Yesu Kristo anasema kwamba anzeni injili hapa Yerusalemu Judea, na mwende and Yudea, then to the world. alafu sasa mwende katika mataifa mengine. But the people who are given the gospel, Lakini watu ambao walipewa injili they didn't even understand hawakuelewa the meaning, the essence of the gospel. maana ya injili. When Peter went and spoke at Cornelius, came back, he was brought to judgment. Wakati Peter alienda kuongea katika nyumba ya Kornelio, alirudi akaletwa Why katika did you go hukumu. to the Gentiles? Mbona umeenda kwa mtu Why ambaye did ni you wa go to mataifa? preach to the Romans? Mbona ulienda kwa Warumi? The gospel is ours. Injili ni Don't yetu. give to other people. Usipatie watu wengine. Release the gospel to other people. Peana injili kwa watu wote. I say release the gospel to everybody. Sema achilia injili ifikie watu wote. In every nation, in every tribe, every clime, there is people of God. Sasa mahali popote ambao kuna watu wa Mungu katika taifa lolote na watu fulani wote. So the church was powerful. Kwa hivyo kanisa likawa Point ni la number nguvu. 3, we see love Kitu ya tatu tunaona upendo in this church. katika hili kanisa. The love, you know, when you are loved, you feel attracted. Wakati unapendwa unasikia kuvutiwa. That's why the Bible says when Barnabas came, he saw the grace. Ndio sababu Biblia inasema kwamba wakati Barnaba alikuja aliona neema. Now, the grace here means charm, charis, charm, attraction, fascination. Try to imagine. Neema pale inamaanisha kuvutiwa, upendo, umoja, So the church ushirika. was just awesome that if you go once, you feel like going again and again and again and again. Ilikuwa ni mzuri sana kiwango ya kwamba ukitembea kwa siku ya kwanza unahisi kurudi na kurudi tena na tena. The church that is built on love. Kanisa ambayo imejengwa juu ya misingi ya upendo. The church that loves everybody. Kanisa ambayo imewapenda na kuwapokea kila mtu. Not the church that is eating one another. Sio kanisa ambao wanabaguana na kukulana wao The wenyewe. church that is destroying one
one another. Kanisa ambao wanavunjana wao wenyewe. You came here, you came alone. Wakati ulikuja hapa ulikuja peke yako. You came to follow Jesus. Ulikuja kufuata Yesu. So follow that Jesus. Sasa fuata huyu Yesu. You didn't come for another person. Haukukuja kwa ajili ya mtu So mwingine. leave other person alone. Achana na wengine. If the person is sinking, Kama huyu mtu anaimba, eko nazama, sinking. anazama, If what you can do, kile kitu unaweza fanya, go to the person enda kwa ule mtu and help the person stand na umsaidie kusimama in love. katika upendo. Don't criticize, Usimsute, because God didn't call you to be a criticizer. kwa sababu Mungu hakukuita ufanye vile. In this kingdom, nobody is a criticizer. Katika ufalme huu sisi watu wa kusuta wengine. Some people, they are there to just go around, see how people live, and then talk. Watu wengine wako hapa kuangalia vile watu wengine wanaishi, ndipo waende waongee. They know everything about me. Wanajua kila kitu kunihusu. How I sleep in my house, they know. Vile nalala kwangu wanajua. How I wake up in the morning, they know. Hata asubuhi vile naamuka wanajua. How I eat, they know. Vile nakula wanajua. How I talk with my wife, they know. Vile naongea na mke wangu wako na habari. Are you an inspector? Je, wewe umekuwa mkuu wa polisi? Mpelelezi? Praise God. Amen. A church like that one, Kanisa kama lile you cannot grow. umwezi mkakomaa A ama church where kuendelea. you see biters, One. they become like a religion, you know, a religious cocoon of few people who know each other. They know each other, you know, so they are protective. The Kio- devil is a liar. Kanisa kama lile ni ya kikundi ya watu wachache ambao wanakulana, wanakuwa ni kama watu ambao wanajilinda sana, wanajifungia mahali pamoja. Resurrection Temple is open to everybody. Kanisa hili la Resurrection Temple limefunguliwa kwa ajili ya kila mtu. In this place you shall serve God. Mahali hapa tutatumikia Mungu. And in this place you shall enjoy the benefit of the kingdom. Na mahali hapa tutaweza kufurahi manufaa na faida ya Injili. Don't allow anybody to intimidate you Usiruhusu mtu yote akutishe or to look down on you. ama akudharau. Oh, you are a sinner. Wewe ni mtenda dhambi. Who is not a sinner here? Ni nani ambaye si mtenda dhambi? Lift up your finger. Inua basi kidole chako tukuone. Who is not a sinner here? Nani ambaye si mtenda dhambi? Put Romans here chapter 3 verse number 23. The Bible says, for all have done what? Sinned. Have sinned Wote wametenda dhambi and fallen short of what? na Of the glory of kupungukiwa God. na utukufu wake Mungu. Number 24. 24. Look at this. And are justified by his grace Yeah. as a gift. If something is given to you as a gift, it means you didn't work for it. Kama kuna kitu unapewa kama zawadi, inamaanisha kwamba hukukitendea It kazi. means you don't even deserve it. Inamaanisha kwamba hata ustahili kukuwa nacho. You see, when we talk about sins, Wakati tunaongea kuhusu dhambi, there are people in this life, kuna watu katika haya maisha their sins have been revealed. dhambi zao zimefunuliwa, And there are people in this life, na kuna watu katika haya their maisha sins have not been revealed. dhambi zao hazijafunuliwa. Why? Kwa nini? Just the grace of God. Ni neema yake Mungu. If you sin Ukitenda dhambi and God is not bringing you out na Mungu hajakuanika to the world, kwa ulimwengu wa kuone, it doesn't mean you are right haimaanishi kwamba wewe ni or you are mtakatifu upright ama wewe uko sawa, or you are umenyoka, holy ama wewe ni mtakatifu or God doesn't see. ama Mungu It hajakuona. means just pity you Inamaanisha Mungu amekuhurumia because of much love he has for you. kwa sababu ya upendo alio nao And kwako, then he gives you just opportunity anakupatia nafasi nyingine to make amendments. uweze kurekebisha mambo. But if today Lakini leo my brother does something ndugu yangu afanye chochote and then it is revealed, alafu it imejulikana, doesn't mean he's the first sinner than myself and you. haimaanisha kwamba yeye ni mtenda dhambi nambari moja kuliko wewe na mimi. Maybe it is just revealed Pengine tu so imefunuliwa that you and I ndiposa wewe na mimi can take precautions. tuweze kutahadhari, Ama namuna gani? si ndio? Look at these people. Ona hawa watu They bring a woman. wanaleta mwanamke Jesus, Yesu. you know this woman? Unajua mwanamke? We caught this woman Tumemshika kabisa, red-handed. tumemshika kabisa yeye mwenyewe. The man jumped at the window. Ule jamaa alirukia kwa dirisha, We could not catch him. hatungeweza But kumkamata, this woman, lakini huyu mwanamke red-handed. tumempata huyu. So now, Sasa Yesu, here she is. si ndio huyu? Tell us now, Tuambie you as the Messiah, wewe kama Masihi, what do we do with this woman? tumfanyie nini huyu mwanamke? Tumfanyie Listen, nini? man. Sikieni watu, I told you. niliwaambia, The Bible says Biblia inasema God wrote the law Mungu akaandika sheria on the stones. katika mawe.
with his finger. na kidole chake. The Bible Biblia says inasema God used his finger Mungu alitumia to kidole write chake the law kuandika sheria on that stone, katika lile the jiwe, 10 commandments. sheria ama amri 10. Can I continue? Yes, naweza endelea. Now, Sasa Jesus Yesu is God, ni Mungu, is the creator. ni muumbaji, Is that the great I am? ni yule ambaye ni mkuu. He used that same finger, Alitumia kile the kidole one he used to write the 10 ambaye commandments. ilitumiwa kuandika sheria He 10. started writing down, Akaanza kuandika chini, pointing at each other, every person, akiongelea dhambi ya kila mtu. you, Wewe, and then he write it down. alafu naandika That finger which kile wrote the law, kidole ambacho kiliandika sheria, he write it down. anaandika tena. As the guy read, Jamaa akisoma hivi he runs away. anatoroka, You, wewe, and then he write, alafu anaandika tena, you did ABCD. si ulifanya hii na hii jana. He runs away. Huyo naye anaenda zake, na wewe. He write down. He So write. everybody could read himself Kwa hivyo kila mtu angeweza kusoma jina and lake feel ashamed. na anasikia kuaibika. That's how they started running away. Hivyo ndio One walianza after kutoroka, another. mmoja One na after mwingine, another. mmoja na mwingine. And at the end of the day, Na baada ya yote the woman is left alone. mwanamke anabaki peke yake Now na Yesu. Jesus says, Sasa Yesu anamwambia woman, mwanamke, where are the people who are accusing you? wapi hao watu ambao walikuwa wamekushtaki? Oh, they are gone. Oh, si wameenda wote. Who chased them? Ni nani ambaye aliwafukuza? Their personal sins. Dhambi zao binafsi. If we want God to bless us, Kama tunataka Mungu atubariki, let's stop pointing fingers at people. tuache kuwanyoshea vidole watu wengine. Take care of your own life. Wewe shughulika na maisha You yako. can only take care of your sister or your brother in a good way, Unaweza mchunga ndugu na dada yako katika njia iliyo not mzuri, in the way of criticism. si katika njia ya kumsuta. Bwana asifiwe. Amen. If you see your brother is going the wrong way, Ukiona ndugu yako anapotea kwa njia, what you do is to help your brother in a good way. I repeat, in a good way. kitu ambacho utafanya ni kumsaidia katika njia iliyo Help haki. him stand back. Msaidie kusimama wima tena. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Do good. Ongea mambo mazuri, Encourage him. mtie moyo, Tell him, brother, you can stand again. mwambie ndugu, waweza simama tena, My sister, you can stand again. dada yangu waweza simama tena, Because she's not the only sinner. kwa sababu Or yeye si sinner. mtenda dhambi peke You are yake, also a sinner. hata wewe ni mtenda dhambi. Just God is pitying you. Ni Mungu tu ambaye amekuhurumia. Are you in this place? Je, tuko pamoja? So this is very important. Jambo hili ni ya umuhimu sana. The church was full of love. Kanisa ambayo ilikuwa imejaa upendo. Remember, Paul went to the church in Jerusalem. Kumbuka Paulo wakati alienda katika kanisa ya What Yerusalemu. does the Bible say? Biblia inasema nini? You read the Bible. Si mnasoma The Biblia? Bible said they rejected Paul. Biblia inasema kwamba walimkataa Paulo. He tried to join them. Alijaribu sana kujiunga na wao. They say no. Wakamwambia We know hapana, you this tunakujua vizuri You are sana. a killer. Wewe ni muuaji. You killed Stephen. Wewe ndio uliua Stefano. You arrested believers. Wewe ndio ulikuwa unakamata Put them in waamini. prison. Unawaweka ndani ya Some gereza were stoned because of you. na wengi waliuawa na mawe kwa They sababu yako. rejected Paul. Kwa hivyo wakamtupilia mbali. And then the Holy Spirit said to Paul, Sasa Roho Mtakatifu akamwambia Paulo, just leave and go. wewe wachana na hao watu, Because they will enda, not receive you. sababu hawatakupokea. So later, Kwa hivyo when baadaye, Paul is defending himself before kings, wakati Paulo anajitetea mbele ya he wafalme, will now say, sasa ndio I atasema, was in this city. nilikuwa katika mji The huu, Holy Spirit told me, na Roho Mtakatifu they will akaniambia not believe your testimony. hawataweza kukubali ushuhuda wangu. Leave and go. Kwa hivyo ondoka tu polepole. But when Paul went to Antioch, Lakini wakati Paulo alienda they Antioch, embraced him. They walimpokea, accepted him. walimkubali, They say, welcome, man of God. wakasema karibu sana mtu wa Mungu. Paul felt at home. Paulo akajisikia ako nyumbani. Church should be a place where people will go and feel comfortable. Kanisa ni mahali ambapo watu wanafaa waende wasikia kwamba wameridhika. Church is like a hospital. What do you want me to say? Kanisa, kama unataka nielezee kwa maneno mengine, ni kama hospitali. Jesus said, come to me. Yesu Kristo anasema njooni kwangu. Jesus says, those who are healthy, they don't need a doctor. Yesu But Kristo- those who are sick need a doctor. Yesu Kristo anasema kwamba walio una afya hawamhitaji daktari isipokuwa wale wagonjwa. And I didn't write the scripture. Na mnajua kwamba si kuandika maandiko. Jesus says, Yesu Kristo anasema those who hivi, are healthy don't need a doctor. walio na afya njema But the hawamhitaji sick, daktari, they need a doctor. lakini wagonjwa wanamhitaji So I daktari. came for the sick. Nilikuja kwa ajili ya wagonjwa. That is Jesus. Na huyu ni Yesu He anaongea. says, John came here, Anasema kwamba in this Paulo city. alikuja hapa. John came here. Yohana alikuja hapa. The Baptist was not eating, not drinking, living in the wilderness alone.
alikuwa hakunywi na wearing wali, a skin, anakaa kule jangwani peke yake, anavaa eating ngozi, honey and locusts. anakula asali na zige. You qualified him as somebody having a demon. Na nyinyi mkamwekelea kwamba ni mtu ambaye ako na pepo. That man is a demon possessed. Sema ule mtu amepagawa na pepo. Look at his clothes. Sasa ona hata mavazi yake, He's wearing a skin of camel. anavaa ngozi ya mnyama. Have you ever seen a human being eating honey? Wewe ushaona And mwanadamu locust. anakula asali pamoja na zige? He doesn't eat cassava. He doesn't eat fufu or yam. He doesn't eat fish. He doesn't eat chicken. He doesn't eat nyama choma. This man sleeping in the desert, this guy has a demon. Mwanadamu ambaye akuli nyama, akai na watu wengine, akuli hata kuku, anakaa kule. Wakasema kwamba huyu ni mwenda wazimu ama amejawa na pepo. This is Jesus telling the Jews. Huyu ni Yesu anaongea kuhusu hili And then jambo Jesus analeta said, Wayahudi. now I have come. Sasa Yesu anasema kwamba mimi sasa I have come. nimekuja, I'm eating with you. nakula na nyinyi, I'm drinking with you. nakunywa na nyinyi. Now what are you saying? Sasa mtasema This nini? man is a glutton. Huyu mtu ni mlafi. This man is not a Messiah. Huyu mtu si Masihi. He's not a son of God. Huyu si mwana wa Have Mungu. you seen the way he was sitting there? Je, umeona vile alikuwa ameketi pale? This man can eat even with tax collectors. Anakula hata na watoza ushuru. Enter the house of Zacchaeus. Hata katika nyumba ya Zakayo Eat and drink. anakula na Enter kunywa. the house of Matthew. Alienda hata kwa nyumba ya Mathayo. Did you know how many tax collectors came to that house? Je, unajua ni watoza ushuru wangapi ambao walijumuika katika ile Does nyumba? he know that those people are sinners? Hao watu walikuwa ni watenda dhambi. Did you see how many prostitutes were there? Je, uliona vile makahaba walijumuika pale? Did you see him in the house of Mary? Je, ulimwona katika nyumba ya Maria? Did you see how many prostitutes of the city were gathered at the table? Uliona makahaba wote wa mji walitoka wakainda pale? What do you want? Sasa unatakaje? Who made you a God's inspector? Wewe nani Who alikufanya kuwa made you God's mpelelezi? CID? Why don't you go to Kenyan government and ask Uhuru Kenyatta to make you a CID? Basi kama wewe ni mpelelezi, si uingie katika ofisi ya rais, umwambie akupatie kazi ya upelelezi, atakupatia. In the church, Ndani ya we kanisa don't need CID. hatuhitaji We wapelelezi. want people who have come. Tunataka watu ambao They wamekuja have been beaten out na there kule nje wamepigwa vita by the devil. na shetani. People are suffering. Watu wanateseka, They are in trouble. wako katika shida, Some don't sleep in the night. wengine hawalali hata usiku, They go through, night is just blank. wanapitia usiku wa mateso. The whole night they cry. Usiku mzima ni kilio, They can't see the joy of living. hawawezi kuona furaha ya maisha. Some have been rejected by their families. Wengine wamekataliwa na jamii They are zao looking for a family. na wanatafuta familia, They are looking for a place where they can be accommodated. wanatafuta mahali ambao wanaweza A pokelewa, place they can call home. mahali ambapo wanaweza ita nyumbani. And then they run to Jesus, to Sasa church. wanakimbia kanisani kwa Yesu, They come here, you kill them wanakuja hapa na wewe unaua with your tongue. na ulimi wako. The Bible says, Biblia inasema, the Jewish said, Wayahudi wakasema, come, kujeni let us kill Jeremiah tumuue Yeremia with our tongue. na kinywa chetu. Use your tongue to kill people, Unatumia ulimi wako kuua and watu God will cut that tongue na one Mungu day. atakata ule ulimi. Just use it. Itumie tu, The utaona. day you will go, they tell you that tongue has cancer. You are finished. Because they'll cut it. Ile siku ambayo watakwambia kwamba ulimi wako uko na kanza, wanaukata. They cut Saratani it. wanakata. So you can't talk anymore. Sasa uwezi ukaongea tena. And then you come here, Pastor, pray for me. I'll just look at you and say, CID. Sasa ukiwa na ile saratani ya ulimi unakuja hapa kuniambia mchungaji uniombee. Nakwambia okay. Let's love people. Tupendeni watu. Talk good about people. Ongea vyema. If you have nothing to say, Kama una kitu ya kuongea, shut up. si unyamaze. Ama namunaka. Si ndio? Shut up. Nyamaza tu kabisa. Is it sickness like kuna vitu vinakuwasha? You have to talk. Kwani hii kuongea Just yako ni keep ugonjwa quiet. ambao lazima ukae unajikuna uongee ndiposa usikie uko sawa? Keep quiet. Nyamaza kabisa. Bwana asifiwe. Amen. These people, Hawa watu they are not apostles. si mitume. Paul came. Paulo akaja, They are embracing. wanampokea, Hallelujah. namwambia haleluya. And then Alafu Peter came. Petero akaja, They embrace him. wakampokea pia. Hallelujah. Amen.
We are people of Antioch. Sisi ni watu wa kanisa We la love Antioch. people. Tunapenda sana We wenzetu. embrace everybody. Tunakumbatia kila We don't mtu. care about social status. Hatujali kiwango chako cha jamii. Every person is a child of God. Kila mtu ni mtoto wake Mungu. Now, put it there, Acts chapter 13:1. 13:1. Now, look. Now, there were in the church of Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simon, who was called Niger, and that one, Lucius of Cyrene, and then Manahem, a member, look at that, a member of what? A member of the court of, it means a politician. Inamaanisha kwamba huyu alikuwa ni mwanasiasa. Woo! Hallelujah. So they had politicians, Wako na they wanasiasa, had prophets, wako na manabii, they had teachers, wako na walimu, people of all kinds, of all backgrounds. watu wa kutoka tabaka tofauti. Everybody went to Antioch and felt good. Kila mtu alienda pale Antioch na akasikia kufika Now nyumbani. listen, this is Paul. Huyu ni Paulo, He came, alikuja, they embraced him. wakampokea. Peter came, Huyu ni they Petero, embraced him. wakamkumbatia. And then later, Alafu baadaye the group of Peter sasa watu wa kikundi ya Petero came to Antioch. wakakuja kule Antioch. When Peter saw his group, Wakati Petero aliona kikundi ya kwao, the Bible says Biblia inasema he removed himself akajiondoa from the group of the Greeks, the Romans, the Congolese, and the Sudanese. Congolese were there. And then he removed himself. akajiondoa katika kikundi ya wale watu wengine, He won't eat with them anymore. hakukula na wao tena. He said, these people, Akasema hao watu they are not circumcised. hawajatahiriwa, These people, hao watu they are from the nations. wametoka katika mataifa And mengine. then he went and formed the group Alafu sasa akaenda akatengeneza kikundi chake with his people. na watu wake. Paul says, Paulo anasema I rebuked him. nilimkemea, I told him, nikamwambia hivi, you Peter, wewe Petero, before this your group came here, kabla hiki kikundi chako kija you hapa, were eating with these uncircumcised, ulikuwa unakula na hao watu ambao hawajatahiriwa, eating with the Greeks and the ulikuwa unakula Romans. na Wagiriki na Now, Wayahudi. when you see your group come, Sasa wakati unaona marafiki wako you now wamekuja, remove yourself. sasa unajiondoa, You go with your group. wewe unaenda na kikundi ya kwenu. You are an hypocrite. Wewe ni hypocrite. I know you are an apostle. Najua wewe kwanza ni mtume, I respect you. I respect the anointing upon your head. yeah. But in this matter, Lakini katika hili you jambo are a hypocrite. wewe umekuwa munafiki. Did I read the Bible? Je, niliandika Biblia? You see? Sasa So unaona, Paul Paulo believed aliamini that in Antioch ya kwamba kule Antioch we are united. sisi wote tuko kitu Do you know kimoja. that the conference, you read the conference at Jerusalem, the one in Acts chapter 15, do you know where it started? Unajua hii kongamano ya Yerusalemu ambayo tunasoma The Matendo ya issue Mitume started 15. in Antioch. Hili jambo lilianzia kule Antioch. Right there, Acts chapter 15, verse 1. But some men came down from Judea and were teaching the brothers, unless you are circumcised, according to the custom of Moses, you cannot be saved. Unaona sasa? Now you see. Now, give verse number 2. This is Mstari now wa pili. Paul, narrating. Huyu ni Paulo anaandika. And after Paul and Barnabas had no small dissension and debate with them, Paul and Barnabas and some of the others were appointed to go up to Jerusalem to the apostles and the elders about this question. The church in Antioch. Do you know Kanisa ya that Antioch. the church in Antioch became the center of Christianity or Christian movement? Unajua kwamba kanisa la Antioch ndio lilikuwa ni kituo kikuu cha Wakristo. The church of Galatia started from Antioch. Kanisa la Wagalatia chanzo chake ni pale Antioch. Paul and Barnabas were sent Paulo na Barnaba ndio walitumwa to go and start the church in Galatia. waende wakaanze kanisa la Wagalatia. That's where it started. Hapo ndipo ilianza. They went, Wakaenda opened Ephesus, wakafungua kule Colossians, wakaenda Wakolosai, Philippi, Wafilipi, Corinthians. wakaenda kwa The church Wakorinto. has spread all over. Makanisa yakasambaa katika miji hii So yote. Antioch became the bastion or the center of Christian movement. Sasa Antioch ikawa ndio kitovu cha injili ama cha Wakristo. Excellence pays. Ubora unalipa. Excellence promote growth. Ubora unadhamini kuongezeka. A place where everybody is doing what she was called to do. Mahali ambapo kila mtu anatekeleza lile ambalo aliitiwa kufanya. We protect one another.
tunalinda ama stand for one tunajilinda, another, tunasimama na mwingine, think about Jesus, tunafikiria kuhusu Yesu, fight for Jesus, tunampigania Yesu, not for my interest. si kwa sababu ya manufaa Not yangu for your binafsi, interest. na si kwa sababu ya manufaa yako Oh, binafsi. somebody said this to me, Ama mtu aliniambia hivi, and I feel it. oh, naisikia The person must die mtu lazima afe because of me. sababu yangu. No. Jesus. Yesu. Hallelujah. Amen. Father, we thank you in the name of Jesus. Today is a fantastic day that you are given to us by your grace and love. We say thank you very much, God Almighty. I commit your people in your hands as we reflect in the church of Antioch, how this church was built on love, how this church was built in an accommodative way, the church that embraced everybody, the church that celebrated everybody. God, this church became the center of Christianity. This church attracted men and women. This church expanded. The grace was too much. The world is still speaking about the church in Antioch today. The Bible says for the first time, believers were called Christian in Antioch. God of the Bible, I commit your people in your hands. God, allow that what we have received today will remain in our heart to help us that we may grow, that we may serve your purposes to your glory. I bless your people as they leave this place today, God. Bless their lives, bless their families, bless the work of their hands, enable them to succeed in everything that they are doing to your glory. We thank you and we bless you. In Jesus' name we pray. Can we say amen? Amen.